الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu na kumtakia ziada ya rahma bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ambavyo maudhui ya kwanza na ya pili iliyozungumzwa, na kwa kuwa sote ni watu wenye akili, mimi nataka niwaambie jambo moja kubwa. Katika nchi yetu maandamano hayakuanza tarehe 29. Huko kabla palikuwa na maandamano yaliyowahusu wanasiasa na yale yanayohusu watu wa dini. Ala sabili almithal, sisi tuliwahi kuandamana kwa ajili ya kuishinikiza serikali Waislamu waruhusiwe wanafunzi wa Kiislamu kuvaa hijabu mashuleni. Lakini namna tulivyoandamana na ujumbe tulioubeba na namna tulivyotoka, hatukuathiri yoyote ambaye asiyetaka maandamano. Hii ndio ibra. Na tulipotoka hatukuwa na vita na wale tuliowakuta njiani. Lakini palifanyika maandamano ya wanasiasa kadha huko nyuma, vyama tofauti. Wapo walioruhusiwa wakafanya, na wapo ambao hawakuruhusiwa kutokana na agenda walizonazo wakafanya. Lakini baada ya maandamano hayo hayakutokea haya yaliyojitokeza tarehe 29 Oktoba. Sasa tunaifungua akili ya Mtanzania, tunaanza na Waislamu. Maandamano haya ya tarehe 29, waliotoka kuandamana walitoka wakiwa na mawe. Mawe haya ya kazi gani? Wametoka watu wakiwa na vitu vyenye uzito kama nondo, vyenye ncha kwa ajili ya kuvunja vioo katika mwendo kasi. Nondo hizi za kazi gani? Mtu anakuta kuna duka, mtu yuko ndani anafanya biashara yake ya simu, wanavunja, wanampiga anayeuza, wanachukua simu, wanagawana, wanaondoka. Haya hayawezi kuwa ni maandamano. Na hatuwezi kukaa kimya sisi kama sehemu ya jamii ya Watanzania tukayaona haya mambo ya kawaida. La hasha wakalla. Lazima tutoke na tuseme haya maandamano yana taswira mpya katika nchi yetu. Moja katika muujiza wake maandamano haya, wale wahamasishaji tokeni, tokeni, jenzi tokeni, wako nje. Kuna dada yetu mmoja Mtanzania yuko Marekani, yeye ndo bingwa huyo wa kutiatia upepo vijana wa Kitanzania watoke. Katika presi moja kule Dar es Salaam nilimwambia yeye na yule dada yetu mwingine yuko Nairobi Kenya kwamba nyie kama wazuri wa kutaka kuandamana na mnayo hamasa ya mambo ya mahitaji ya lazima katika hayo maandamano, njooni sasa Tanzania, rejeeni ili mjumuike na Watanzania katika kuandamana. Isiwe nyie mko nje mmetulia na Watanzania watoke waandamane. Watu wanavunjwa miguu, watoke waandamane. Watu wanapigwa wanakufa, watoke waandamane. Madhara wanayapata wao na familia yao. Nyie mmekaa mmetulia kule Marekani na mmetulia kule Kenya. Haiwezekani. Ndugu zangu katika iman, baada ya kuwapatia picha hii, tarehe 9 Disemba wanahamasisha tena pafanyike maandamano. Kasema Sheikh Ali Kadogo, kama kuna mambo ambayo yanatukwaza kama Watanzania ya namna yoyote katika nchi yetu, inawezekana kuna masala ya katiba, mapungufu yaliyopo, inawezekana kuna upungufu katika tume ya uchaguzi, lakini haya ni mambo ambayo yatakiwa watu wakae wazungumze. Slogan yetu sisi Waislamu, na juzi Dar es Salaam tumekaa viongozi wa taasisi zote za Kiislamu tumekubaliana kwamba amani kwanza, kisha tufate haki. Yani ili tuipate haki tunayoitafuta pawe na amani. Wale wenzetu viongozi wa Katoliki wale wanasema hatutaki amani, sisi tunataka haki tu. Haki gani? Hivi ni haki gani tunaweza tukakaa tuijadili wakati huko kuna bomu,
huko kuna risasi, huku ikapigwa, huyu kakamatwa. Amani ndio msingi wa mambo yote. Sasa kwa kuwa sisi tumelelewa katika misingi hiyo na tumefundishwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwa kumaliza, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, jamani niwajulisheni jambo ambalo ikiwa mtalifanya mtapendana. Mtume asema afshu salamu bainakum, toleaneni salamu baina yenu. Itafsiri hiyo salamu, assalamu alaikum, amani ya Mungu iwe juu yenu. Anayepewa anasema wa alaikum salam, na amani iwe kwenu pia. Haya ni mafundisho yaliyoko katika dini ya Uislamu. Ma'al asafi shadid, leo katika watakaotoka katika maandamano, katika watakaoathirika katika hayo maandamano, na Waislamu wapo ambao wameambiwa afshu salamu bainakum. Ndugu zangu katika imani, sisi kama wahadhiri tumejitoa katika hali nzito, katika mazingira magumu, tuwaelekeze Waislamu, haya maandamano si yenu, waachieni wanaotaka kuandamana. Na wametoa matamko mazito, wametoa matamko mazito. Hamkusikia? Nauliza, hamkusikia? Sasa waliosikia wamesikia, na wasiosikia ndo wasikie. Haya maandamano na hamasa za maandamano sio zako, ni uonevu tu. Akionekana Muislamu katangulia, pale na vurugu huku, huyu kasema hichi, huyu kasema hichi. Hivi kweli nyinyi mnataka haki? Kuna haki kubwa ya kuweza kuizungumza kuliko ile ya Tundu Lissu alipopigwa risasi pale Dodoma? Kulikuwa na maandamano hapo kwa ajili ya Tundu Lissu kupigwa risasi? Na ulizeni Waislamu, kulikuwa na maandamano? Kwa sababu anayetawala Mkatoliki wakanyamaza kimya, mambo yaende. Leo yanatokea haya, tukifanya tathmini yaliyofanyika na yanayofanyika sasa, tofauti yake ni baina samai wal ardh. Nakupa mfano tu, ni katika nchi hii palikuwa si ruhusa kufanya mikutano ya kisiasa. Kweli si kweli? Kuna mwanasiasa aliandamana hapa wakati wa Magufuli, kila mmoja alitulia kimya. Kaingia huyu bi mkubwa kwa huruma na akhlaqi aliyolelewa katika tarbiyatul islamia, akasema shida nini? Mwataka kusema? Akawaruhusu, haya semeni, mikutano iko ruhusa. Viongozi wa dini, maskofu na mashekhe walikuwa ndani kwa miaka nenda rudi. Katazamao si watu wa imani hao? Hao wanalea imani yao katika jamii. Akasema fungulie hebu kesi yao. Nini? 1 2 3. Waruhusuni hawa. Mbona mnawatesa bure? Watoeni. Leo mnaandamana kwa ajili ya mama huyu. Kawakosea nini? Kama ni mauaji, kuna mauaji alitokea kule Kibiti, mambo mabaya. Mashehe walikuwa wenye ndevu hizi sunna, unawashwa moto alafu anaambiwa tulia, unawashwa ule moto mpaka ndevu zinapotea, mpaka anachomeka ngozi. Hapa watu wameuliwa, wanachukuliwa, wanatiwa kwenye viroba, wanatiwa kwenye mto, wanaliwa na mamba. Nchi hii nani aliandamana? Waislamu yataka muamke. Waislamu amkeni. Na tukishamkasia na wale ndugu zetu, kwa sababu agenda ni ya Wakatoliki. Agenda sio ya Wakristo. Muelewe, sio Wakristo wote wenye shida, la. Agenda hii ni ya Wakatoliki. Na chokochoko hii imetokea mbali, kuna vitu wamezuiwa. Vitu vipite katika utaratibu, hawataki utaratibu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie nchi yetu iishi katika amani. Tuseme amin. Amin. Lakini pia tuwaombee viongozi wetu, kwa kuwa wanapita katika hali ngumu na hali nzito. Allah awathubutishe waweze kusimama imara na Watanzania, na jahazi livuke salama. Samahati Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana yamesema wazi kwamba jamani, tuzungumze amani. Tuzungumze nini jamani? Amani. Sijasikia Waislamu muitikie, tunatakiwa tuzungumze nini? Amani. Kama kiongozi wa juu kashatoa ruhusa kwamba watu waizungumze amani, tuzungumzeni amani.
Huyo alikadogo anajua, Sheikh Muhammad anajua. Sisi tumetembea